Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza muda huu, nipende kukukaribisha usiku huu wa leo. Unipe sikio lako kwa muda huu ili tuweze kutafakari maneno ya Mungu na mwisho tuingie kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa majina ninaitwa Pastor Nancy Kajitueli. Natoka kwenye huduma ya Might Faith Church iliyoko Mnazi Mmoja, jengo la ushirika Tawa, meza 9 floor. Hapo ndipo tunapatikana. Hivyo nipende kukukaribisha sana wakati huu, kama ambavyo tumeona kwenye posti zetu za matangazo. Ujumbe ambao tutaenda kutembea nao leo ni nitatembea katika kibali cha kiungu. Hebu tuende mbele za Mungu, tumshukuru kwa ajili ya kutupatia nafasi ya kuweza kukutanika tena kwenye madhabahu yake takatifu. Funga macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya muda huu na wakati kama huu. Asante tena Yesu, umetusaidia kutokea asubuhi mpaka sasa muda huu wa usiku. Tumetoka kwenye mishughuliko mbalimbali, wanafunzi, wafanyakazi, wafanyabiashara. Asante kwa kuwa Mungu ulikuwa pamoja na sisi. Nasi saa hii tumesogea patakatifu pako kwa ajili ya kusikia yale mambo ambayo jicho halijawahi kuona wala masikio hayajawahi kusikia. Bwana, asante kwa neema hii na wema wako Bwana. Tunashukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi na umetupa kibali tena kuweza kukutana katika mitandao na kuomba na kutafakari neno lako. Nami ninaweka wakfu muda huu wa saa 3 mpaka saa 4. Ninaweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo. Jehova, ninaachia damu ya Yesu kwenye masikio ya kila atakayesikiliza, kwenye fikra za kila atakaye sikiliza neno hili. Bwana, ninaachilia damu ya Yesu ikanene mema, ikafungue masikio ya ndani, ikafungue kila fikra zikapate kutii neno lako. Saa hii Bwana, tusaidie tuweze kutafakari neno lako na tuweze kulielewa. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai nimeomba na kuamini, amen. Basi karibu tena wakati kama huu, lakini nikupe matangazo machache kwa habari ya ibada ya tarehe 26 mwezi wa 4. Tunakuaga na ibada ya wanawake ambao na mabinti tunakutana kila mwezi Jumamosi. Tunakutana kwenye ibada maalum kushughulika na vitu mbalimbali. Lakini nikukaribishe sana tarehe 26 mwezi wa 4 tutakuwa na ibada, na ibada zetu hizi za kila mwezi inaitwa katika mlima wa Bwana inapatikana. Sisi kama Wakristo, sisi kama watu tunaomwamini Mungu, hakuna mahali tunaweza kupata mambo yetu au vitu vyetu au mahitaji yetu zaidi ni katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikukaribishe mwanamke, binti, kwenye ibada ya katika mlima wa Bwana inapatikana tarehe 26 mwezi wa 4 saa 5 kamili mpaka saa 9 kamili. Tunakutana pale na tunamwabudu Mungu, tunamsifu Mungu, tunasikia neno na kuomba. Karibu sana ujumuike na wanawake wenzako katika ibada hiyo. Basi bila kupoteza muda, leo kichwa chetu cha somo kinaitwa nitatembea katika kibali cha kiungu. Ninaamini wewe kama mtu mmoja umewahi kusikia au kusikia watu wanaongelea habari za kibali. Naamini neno kibali sio geni kwako, na kuna vibali vya aina mbili. Kuna kibali cha Mungu na kuna kibali cha shetani. Lakini mimi leo ninataka tuongelee kibali cha Mungu.
Ndio maana neno letu linasema nitatembea katika kibali cha kiungu. Hivyo sisi leo tutaongelea habari za kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Moja kwa moja twende tukatafsiri maana ya kibali. Kibali ni nini? Najua ziko maana nyingi, lakini kwa leo Mungu ametupa neema ya kusikia maana hii. Kibali ni nini? Kibali cha Mungu ni nini? Ni kuwezeshwa na Mungu ili utembee katika baraka zako. Tunaposema kibali cha kiungu ni kuwezeshwa, au mimi ni kuwezeshwa kutembea, kuwezeshwa na Mungu ili nitembee katika baraka zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamua kuwa upande wa Mungu, ina maana kwamba hakuna kitu chako kitaenda kama kibali cha Mungu hakitakuwa juu yako. Kama kibali cha Mungu hakitakuwezesha kufanya au kutenda vitu vya kwako ili kukupelekea kwenye mafanikio. Kwa hiyo kibali ni kuwezeshwa na Mungu ili utembee katika baraka zako. Ili ufikie kwenye baraka zako unahitaji kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nyingine, kibali ni Mungu kuhusika kwenye maisha yako kwa asilimia zote 100. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kufanikiwa kwenye ndoa, kufanikiwa kwenye biashara, shule, maeneo mbalimbali ambayo yanahitaji upendeleo wa Mungu, inahitaji kibali cha Mungu, ambacho hicho kibali ni kuhusika, ni Mungu kuhusika kwenye maisha yako kwa asilimia zote. Ili uweze kufanikiwa ni lazima Mungu ahusike hapo ndani kwa asilimia zote. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi Mwanzo 39 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mstari wa 22, mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya, yani ni Yusufu. Mstari wa 23, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika hii Mwanzo 39 mstari wa 21 Mungu alivyokuwa pamoja na Yusufu. Ili utembee katika kibali cha Mungu, ili uweze kuona mafanikio yako, hautakiwi kukosa kuwa na mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza wakakushika mkono, ndugu wanaweza wakakushika mkono, lakini ili hao watu waweze kuwa pamoja na wewe, ili hao watu wavutwe kukusaidia, ili hao watu wavutwe kwenye biashara yako, ili hao watu wavutwe kutenda mema kwenye maisha yako, ni lazima Mungu awe pamoja na wewe, akufadhili na akupe kibali. Ndipo utaweza kuona mafanikio kwenye maisha yako. Kwa nini unakwama kwenye biashara? Kwa nini unakwama kwenye kazi? Kwa nini unaomba kazi haupati? Kwa nini ukifanya biashara ya mwenzako inaenda ya kwako haiendi? Kwa nini kuna mikwamo mingi kwenda kwenye mafanikio yako? Mpendwa msikilizaji, kitu ulichokosa ni kibali cha Mungu. Kibali cha Mungu ni Mungu kuwa pamoja na wewe na kukufadhili. Hivyo vitu viwili vimekosekana kwenye maisha yako, na ndiyo maana una struggle sana kufanikiwa kwenye biashara, una struggle sana kupata mahusiano kila anayekuja, kwa sababu Mungu hayupo pamoja na wewe, kwa sababu umekosa kile kibali cha kimungu. Ndiyo maana unakosa upendeleo kwenye habari za mahusiano, unakosa upendeleo kwenye biashara, unakosa upendeleo unapotafuta kazi. Naamini umeshawahi kusikia kuna wengine hawana vyeti vizuri,
hawana vitu ambavyo vinaweza vikamshawishi huyo mtu kuajiriwa. Lakini kama huyu mtu Mungu yuko pamoja naye, anatembea kwenye kibali cha kimungu, lazima atafanikiwa kwenye maeneo yoyote yale atakayokuwepo. Iwe ni kazini, Mungu atamfadhili. Iwe ni kwenye mahusiano, Mungu atamfadhili. Na ndio maana unakuta mtu anaweza akajiuliza, yaani huyu ana kitu gani mpaka ameolewa? Mbona mimi nimempita? Mbona mimi niko hivi? Mbona mimi nina karakta hizi, lakini mwenzangu mbona ameolewa, mimi sijaolewa? Mpendwa unayenisikiliza, kuolewa sio uzuri, kuolewa sio mguu mzuri ulionao, au kupata kazi sio tu vyeti vizuri. Ni kweli vyeti vizuri vinaangaliwa, lakini nikwambie kitu kinachofanya ufanikiwe kwenye maisha yako ni Mungu kuhusika kwenye maisha yako kwa 100%. Hebu mwangalie huyu Yusufu. Yusufu alianza kukataliwa na ndugu zake. Yusufu alipoingia kwenye nyumba ya mfalme, mke wa Potifa alianza kumlaghai kwa mapenzi, lakini kwa sababu Yusufu hakutaka kumkosea Mungu wake, aliamua kukimbia na kuachana na hiyo dhambi. Lakini hicho kitu kilimpelekea Yusufu kufungwa gerezani. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, kwa sababu kibali cha Mungu kilikuwa pamoja na Yusufu, Yusufu alipendelewa katikati ya mateso alionayo, katikati ya kusingiziwa alionacho. Kwa hiyo nikwambie mpendwa msikilizaji, inawezekana wewe unaangaika na kustruggle kwenye vitu mbalimbali kwenye maisha, ni kwa sababu hakuna kibali cha Mungu kwenye maisha yako, na ndio maana unaangaika kupata mafanikio, unaangaika kupata kazi. Niko hapa kukuambia usiku wa leo, kitu unachokihitaji kwenye maisha yako usiku huu, ili uweze kuona breakthrough ya mafanikio kwenye uchumi, uweze kupata breakthrough kwenye mafanikio ya ndoa na kwenye mafanikio ya kazi. Inawezekana umeomba kazi muda mrefu na haupati, ni kwa sababu kibali cha Mungu hakiko juu yako, ni kwa sababu Mungu hayupo pamoja na wewe, na ndio maana haujapata kufadhiliwa kwenye hiyo kazi, haujapata ufadhiliwa kwenye hiyo biashara. Kitu ninachotaka kukuambia, Mungu unahitaji kibali cha Mungu sana, ili uweze kutoka hapo na kwenda kwenye mafanikio yako. Ndio maana nikakuelezea pale mwanzo kwamba kibali ni kuwezeshwa na Mungu ili utembee katika baraka zako. Mungu anapokuwezesha katika eneo lako la ndoa, Mungu anapokuwezesha katika eneo lako la uchumi, Mungu anapokuwezesha kwenye eneo lako la kazi au biashara, lazima utafikia kwenye mafanikio yako ambayo Mungu amekukusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza usiku huu wa leo, kama unapita kwenye kukataliwa, kama unapita kwenye kutengwa, kama unapita kwenye kuchukiwa, neema ya Mungu usiku wa leo iko hapa kutusaidia tuweze kutembea katika kibali cha kiungu, na tuta experience kibali cha kiungu sana. Mahali ambapo ulikuwa unachukiwa, mahali ambapo ulikuwa unasemwa vibaya, mahali ambapo ulikuwa unatengwa, mahali ambapo ulikuwa unasingiziwa, maora na mashege bradadarabasika, mahali ambapo mpendwa unayenisikiliza umeomba kazi na haupati majibu, usiku wa leo nipo kukutangazia habari hii kwamba kibali cha kiungu kitakapoingia ndani ya maisha yako, Mungu atakufadhili, Mungu atakuonekania sana, Mungu atakupendelea sana. Hamna sehemu utakwama, kwa sababu utatembea kwenye kibali cha Mungu. Hakuna sehemu utafeli. Kila utakachoshika kitakuwa kimebarikiwa, kama Yusufu ambapo alipoingia kwenye ile nyumba ya mfalme, yeko rana masata brededebosia lamanda. Yusufu alivyoingia kwenye ile nyumba ya mfalme, mpendwa unayenisikiliza, vitu vya kwa mfalme vilibadilika. Mafanikio kwa mfalme yalianza kutokea.
kutokea. Hujawahi kuona kwamba, kama umewahi kusikia, unaweza ukawa umeajiriwa kwenye biashara ya mtu, lakini tangu umekanyaga kwenye hiyo biashara la watu ikaanza kufa na ukakosa kibali, ukafukuzwa. Tangu umekanyaga kwenye nyumba ya mtu, maisha yao yalikuwa yanaendelea vizuri. Ghafla ulivyokanyaga wewe, hiyo mikono yako ikawa ni ya uharibifu, wakaanza kurudi nyuma, wakaanza kufeli maisha. Niko hapa kukuambia kwamba utakaposikia neno hili na ukafanya kile ambacho Roho Mtakatifu anatuagiza kufanya, wewe utatembea katika kibali cha kiungu. Mahali popote utakapokanyaga, wewe utakuwa baraka, utabarikiwa na utasababisha hiyo kampuni iwe baraka. Sio kwamba wewe unafika kwenye kampuni inaanza kufa kwa sababu wewe umekanyaga hapo. Ni kwa sababu hauna kibali cha kiungu. Nikuambie mpendwa unayenisikiliza, kibali cha kiungu kikiwa juu yako, utakapotembea na kibali cha Mungu akiwa pamoja na wewe, hata ukienda kwenye ofisi ambayo ilianza kufa, ilianza kulega, Mungu anaifanikisha hiyo ofisi kupitia wewe. Ranamosia bradadabasika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yetu tulio nayo yanahitaji sana kibali cha kiungu ili tuweze kufanikisha maisha yetu na tuweze kufanikiwa mahali ambapo tupo. Tuwe baraka kwenye biashara za watu ambazo tumeajiriwa. Tuwe baraka kwenye ofisi ambazo tumepata neema ya kuajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo najua sasa unatamani kusikia ufanyeje ili utembee katika hicho kibali cha kiungu. Viko vitu vingi ambavyo vinaweza kukufanya wewe utembee katika kibali cha kiungu, lakini leo sisi tutaviangalia vichache. Ufanye nini ili utembee katika hicho kibali cha kiungu? Kwa sababu tunaona kutembea katika kibali cha kiungu ni Mungu kuwa pamoja na wewe, ni Mungu kukufanikisha na kupata kibali kwa watu. Tunaona Yusufu alipata kibali kwa yule mkuu wa gereza. Sasa wewe, ili uweze kupata kibali machoni pa watu, ni lazima kwanza upate kibali kutoka kwa Mungu, na kupitia Mungu asababishe wewe kupendelewa kwa watu wanaokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo nini ufanye ili utembee katika kibali cha kiungu? Kabla ya yote ni lazima uwe umeokoka. Ili uweze kufaidi upendeleo wa Mungu, ili uweze kufaidi kibali cha kiungu, ni lazima uwe umeokoka. Kuokoka kuna kusaidia kuwezeshwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapookoka kuna kusaidia wewe kuwezeshwa na Mungu. Soma na mimi Yohana 1:12. Neno la Mungu linasema hivi: bali waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo unapookoka, unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapewa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauwezi kuwa mtoto wa Mungu ukakosa kibali, kwa sababu baba yako ndiye yule ambaye alimsaidia Yusufu na kuwa pamoja na Yusufu na kumpatia Yusufu kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapookoka unafungua mlango wa kuwezeshwa na Mungu kwenye maeneo mbalimbali. Mungu, wewe unakuwa mtoto wa Mungu, una uhalali wa kutembea kwenye kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuokoka ni jambo ambalo litakufanya wewe uweze kutembea katika kibali cha Mungu. Ukimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, si tu kwamba utaurithi uzima wa milele, lakini unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Zile baraka za kimungu ni lazima zimiminike kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni kuambie mpendwa unayenisikiliza, ili utembee katika kibali cha kiungu leo,
usiku huu wa leo unatamani kuona kibali cha Mungu kikiflow kwenye biashara yako, kikiflow kwenye mahusiano. Yamkini unatamani kupata mahusiano mazuri, watu wakija wanakukataa, pamoja uko ni mzuri, una vigezo vyote, lakini haupati mtu wa kukuoa, haupati mke wa kuoa. Kinachotakiwa hapo kwako ni kibali cha kiungu, yani Mungu kuwa pamoja na wewe na kukufadhili na kukufanikisha na kupata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Soma na mimi Wagalatia 3:27. Neno la Mungu linasema hivi: ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ujue kwamba umeshakuwa mwana wa Mungu, cha kwanza. Na unapokuwa mwana wa Mungu, Mungu anakuwezesha kutembea katika baraka zako. Yaani Mungu anahusika kwenye maisha yako kwa 100% zote kukupelekea kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza muda, twende kwa haraka. Kitu kingine kitakachokufanya wewe utembee, ufanye nini ili utembee katika kibali cha Mungu, ni kwa kuwa mtu wa haki. Mtu wa haki, mtu mtakatifu, mtauwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia katika Mwanzo 6:9, hapa kuna mfano wa Nuhu. Mtu wa haki, ukisoma kwenye Biblia ile Mwanzo 6:9, tunaona Nuhu alikuwa, mstari wa 9 anasema Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu, lakini Nuhu akapata kibali, akapata neema machoni pa Bwana. Ukisoma kwenye NIV Bible, neema imetafsiriwa kama kibali, kwamba lakini Nuhu akapata katika neema tunasema akapata kibali machoni pa Bwana. Ni kwa sababu gani? Tukisoma kwenye hii historia ya Nuhu, tunaona kwamba hao watu walikuwa wamefanya maovu machoni pa Bwana, na Mungu alikasirika akawapiga na lile gharika. Lakini mtu mmoja tu alikuwa mkamilifu, alikuwa msafi, alikuwa mtauwa, alikuwa mwenye haki na mtakatifu, alikuwa ni Nuhu. Na huyo ndiye aliyepata neema na kibali machoni pa Bwana cha kutengeneza nini? Safina. Kwa hiyo ili wewe utembee katika kibali cha kimungu, mpendwa unayenisikiliza, ni lazima uwe mtu wa haki, ni lazima uwe mtu msafi, ni lazima uishi maisha ya utakatifu. Yale maisha ya dhambi ambayo yalisababisha hasira ya Mungu ikapiga dagarika, ndiyo itakayo kusababisha wewe usione kibali cha Mungu. Kwa hiyo ili uone kibali cha Mungu kwenye maisha yako, kitu unachotakiwa kuwa nacho na kitu unachotakiwa kukifanya ni kuwa mtu wa haki na mtakatifu. Hiyo huwa inachochea usafi, utakatifu. Maisha ya haki yanachochea kuishi maisha ya kibali cha kimungu mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, tukimwona Yusufu, mfano mwingine, Yusufu aliamua kuishi maisha ya haki, maisha ya usafi na maisha matakatifu. Yusufu alipoamua kuishi hayo maisha, alipokataa kulala na mke wa Potifa, ilimpelekea kwenda kufungwa. Lakini kwa sababu Yusufu alikuwa ni mtu wa haki tayari tangu mwanzo, kwa hiyo alikuwa anatembea na kibali cha Mungu. Kile kibali cha Mungu kilimsaidia katikati ya majaribu aliyoyapitia. Kile kibali cha Mungu kilimsaidia katikati ya changamoto aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapotembea katika kibali cha kimungu, hata kama unapita kwenye majaribu ya namna gani, kibali kitakusaidia kutoka kwenye hiyo changamoto. Uwe na uhakika, uwe umesingiziwa, iwe umesemwa vibaya, iwe umezushiwa maneno ya uongo, iwe umefanyiwa kitu chochote kile ambacho kikaumiza moyo wako au kikakufanya uingizwe kwenye hatia mbaya. Kwa kuwa unatembea na kibali cha Mungu,
uwe na uhakika utavuka kwenye hilo jaribu. Kibali cha Mungu kitakutoa salama kwenye hiyo changamoto unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, unyenyekevu. Unyenyekevu, utii, utu wema na ukarimu. Ili uweze kutembea katika kibali cha kimungu, ni lazima uwe mnyenyekevu kwa wanadamu, ni lazima uwe mnyenyekevu kwa Mungu, ni lazima uwe mtii kwa Mungu, kwa sababu usipokuwa mtii, Mungu atakuelekeza kufanya. Hebu tuangalie ile stori ya Sauli. Sauli alipewa maagizo afanye, lakini kwa sababu hakutii kama Mungu alivyomwambia, ndio maana aliona sadaka ni njema kuliko utii. Aliona akitoa sadaka, akachukua ile mifugo ambayo aliambiwa angamize, yeye akaacha vile vinono, sababu Mungu alimwambia angamiza vyote. Yeye akachukua ile mifugo, akaona ni mizuri, hakutaka kutii. Kwa hiyo baada ya hapo Mungu alimwacha Sauli. Kibali cha Mungu kiliondoka juu ya Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili uishi katika kibali cha kiungu, ni lazima uwe mtii kwa Mungu, uwe mtii kwa wanadamu, uwe mnyenyekevu, uwe mwema na mkarimu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika ile stori ya Rebeka, ule Mwanzo 24:14, Rebeka alikuwa ni binti mzuri. Neno la Mungu linasema katika ule mstari wa 16, anasema naye yule msichana alikuwa mzuri sana. Sio mzuri tu, alikuwa mzuri sana. Lakini karakta ya Rebeka ilikuwa ni ukarimu. Rebeka aliweza kuolewa kwa sababu lango lake la baraka la ndoa lilifunguka kwa sababu ya ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtumwa wa Ibrahim alipokuwa anaenda kumtafutia Isaka mke, aliadhimia moyoni mwake, akamwambia Mungu kwamba yule binti atakayekuja kisimani nikamwomba maji akanipa, akalisha na ngamia zangu, huyo ndiye nitakuwa nimempatia bwana wangu mke. Kwa nini alisema hivyo? Inawezekana katika lile eneo mabinti wale walikuwa sio wakarimu, lakini tunaambiwa Rebeka kwanza alikuwa mzuri sana sana, lakini alikuwa na ukarimu ndani yake, alikuwa na unyenyekevu ndani yake, na hicho ndicho kilichomfanya, pamoja na uzuri wake, pamoja na nafasi aliyokuwa nayo kwenye uzuri wake sana, ndio ulimfungulia mlango wa yeye kupata kibali kwa sababu ya unyenyekevu. Naongea na wewe ambaye uko kwenye nafasi fulani kazini. Inawezekana wewe ni bosi kwenye duka lako, umemwajiri mtu. Inawezekana una position fulani kwenye eneo fulani, lakini kwa sababu ya hiyo position umeamua kutokutaka kushuka, na katika kutokutaka kushuka watu wamekutafsiri vibaya. Kwa mfano, unaweza ukawa wewe ni mwanamke mzuri, una vigezo vyote vya kuolewa, lakini namna ulivyo, kuna namna una kiburi ndani yako, umekosa utii, umekosa ukarimu. Hivi vitu haviko ndani yako, lakini una vigezo vyote kama mwanamke. Namna watu wanavyokutafsiri, hebu fikiria huyu mtumwa angeenda kuuliza sehemu, yamkini huyu Rebeka angekuwa sio mkarimu, angekuwa sio mnyenyekevu mtii, angeuliza sehemu karakta za Rebeka, alafu watu wakamtafsiri Rebeka vibaya, kibali cha ndoa kingepotea kwake. Kwa hiyo naongea na wewe ambaye upo katika position yoyote kwenye maisha yako. Position ya Rebeka ilikuwa ni mzuri sana, lakini uzuri wake sana haukumzuia yeye kuwa mkarimu, au kumzuia yeye kunyenyekea, au kumzuia yeye kuwa mtii. Alimpokea yule bwana, na yule bwana akafungua ule mlango wa ndoa kwa Rebeka.
Kwa hiyo nazungumza na wewe binti ambaye hujaolewa, nazungumza na wewe kaka ambaye bado hujaoa, nazungumza na wewe uliyepo kwenye nafasi yoyote, pale kazini, kwenye biashara yako. Inawezekana kuna namna hauna utii, hauna unyenyekevu, hauna ukarimu, na umefukuzisha wewe mwenyewe wateja kwenye biashara yako kwa kutokuwa mkarimu. Kila mtu anayeongea anasema pale usiende, yule sio mkarimu, yani anakuuzia kitu kuna namna ambavyo hajui kupokea watu, ana kauli mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inakupotezea kibali kwenye biashara yako. Ni hivyo hivyo inaenda mpaka kwenye kampuni yako, hivyo hivyo inaenda mpaka kwenye mahusiano, hivyo hivyo inaenda mpaka kwenye jamii. Kwa hiyo neno la Mungu linasema ili utembee katika kibali cha Mungu ni lazima utii uwe ndani yako, unyenyekevu uwe ndani yako. Position ulionayo isikudanganye ikakufanya kwamba usiweze kuwaheshimu wengine, usiweze kuwakarimu wengine. Ukarimu unazaa upendeleo, utii unazaa kibali, unyenyekevu unazaa kibali. Mahali popote, kwa position yoyote, iwe wewe ni mzuri sana, iwe wewe uko ni bosi, iwe wewe una makampuni makubwa, unyenyekevu. Unaweza ukawa una kampuni kubwa lakini una kauli mbaya, huwezi kupata wateja. Utasingizia mapepo, utasingizia vibwengo, utasingizia mizimu, utasingizia majini, lakini kitu kinachotakiwa ni wewe utembee katika unyenyekevu na utii, kuwakarimu watu kutokana na eneo ulilopo, ili Mungu akupatie hicho kibali, kwa sababu kibali kitasababishwa na namna wewe unavyo act mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia mfano wa Vashti. Vashti alikuwa ni mwanamke mzuri sana. Kwenye Esta, ukisoma ile Esta kuanzia sura ya 1, Vashti alikuwa ni first lady kwa mfalme. Lakini tunaambiwa alikuwa ni mzuri sana. Kwa nini aliondolewa kwenye ile position? Kwa nini position yake iliondolewa? Ni kwa sababu Vashti alikuwa na kiburi. Alishalewa na ule uzuri alionao, akaamini kwamba mfalme hawezi kufanya chochote, mfalme hawezi kupindua chochote kwake. Lakini tukisoma maneno ya Mungu yanaonyesha kwamba wale waliokuwa na mfalme walichukizwa na kitendo alichokifanya Vashti, na ndipo hapo wakaanza kumtafutia mfalme mke. Bahati ikamdondokea Esta. Kwa nini Esta? Hebu angalia. Ndio maana nakwambia Mungu aangalii position ulionayo. Mungu aangalii eneo ulilopo mzuri sana au nini. Kinachomata ni unyenyekevu, utii, utu wema, ukarimu na vitu vinavyofanana na hivi. Esta alikuwa ni binti ambaye ni yatima, wala hajui mambo ya vipodozi, wala hajui nini. Ni mtu ametoka huko kijijini kwao, ni yatima, hana baba wala mama, amelelewa tu na mjomba. Lakini huyu Esta, kwa sababu ya unyenyekevu, alipata kibali mbele za Mungu, za mfalme. Mungu alimpatia kibali, akawa mke wa mfalme, na akaja akasaidia jamii yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usilewe na position uliopo, usilewe na uzuri ulionao au position ulionayo. Kinachotakiwa ili utembee kwenye kibali cha Mungu, mpendwa msikilizaji, ni lazima uwe mnyenyekevu, ni lazima uwe mtii, uwe mtu mwema, uwe mkarimu. Hivi vitu vinavutaga kibali cha kiungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine, ili uweze kutembea katika kibali cha Mungu, ni kwa kufunga na kuomba. Pendwa, unapofunga na kuomba, unakichochea kibali cha Mungu kizidi kwenye maisha yako. Hebu angalia mfano wa Esta. Alifunga siku 3. Ukisoma ile Esta 4 mstari wa 16, tunaambiwa kwamba Esta alifunga siku 3. Baada ya hapo, ukisoma Esta 5 mstari wa 2, siku ya 3, baada
baada ya kuwa ndo anamalizia mfungo wake siku ya 3, ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake. Tunaona kwamba kwa kufunga na kuomba kuna kusababishia wewe upate kibali. Je, umepita kwenye changamoto gani ambayo unaona kabisa hapa nimekosa kibali cha kazi, nimekosa kibali cha biashara? Inawezekana kabisa umemwomba Mungu, nahitaji mtaji wa biashara, hauna mtaji wa biashara, na una mtu unajua kabisa naweza nikaenda nikamwomba akanipa, lakini nikwambie mwana wa Mungu, kama hauna kibali cha kimungu, hata kama huyo mtu anakuheshimu kwa namna gani, hawezi kukupa. Itatokea dharura, na zaidi sana utakuwa umejiaibisha. Kitu unachotakiwa, achana kupigia watu kuwaomba hela zao, achana kuwaomba watu msaada yao. Wewe rudi mwambie Mungu akupe kibali, na kwa kufunga na kuomba wewe unaweza ukaamua ukasema, mimi nahitaji kazi, nimeomba kazi kwa muda mrefu, kwenye eneo la kazi nimekosa kibali. Ukaamua kufunga aidha kwa siku 3 au kwa siku ambazo Roho Mtakatifu kushuhudia ndani yako, ukaingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba kwa habari ya hiyo kazi ambayo kila ukiomba kazi haupati, kila ukiomba mtaji wa biashara haupati, hakuna mtu anayenyanyuka kukusaidia. Kila ukiomba Mungu akupe mume, wanakuja wanaume wanakuacha. Mpendwa unayenisikiliza usiku wa leo, kwa kufunga na kuomba kuna chochea na kuna leta neema ya kupata kibali cha kiungu. Esta alifunga siku 3, na baada ya hapo alipata kibali mbele ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapofunga na kuomba kuna chochea kibali cha Mungu kwenye maisha yako. Inawezekana kwenye biashara yako hapana kibali, kila unachokifanya hakuna watu wanaonunua, hakuna watu wanaisapoti, hakuna watu wanasogelea hata hiyo biashara yako, hata kukuuliza bei. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hakuna kibali cha Mungu. Nimekuambia ili uweze kupata kibali cha Mungu ni kwa kufunga na kuomba. Amua leo, unaona biashara yako haipati kibali, ingia kwenye maombi ya kufunga. Funga na kuomba, mwambie Mungu kwa habari ya biashara yako aipatie kibali. Acha kuhangaika na binadamu. Wewe Mungu anapoingia kwenye biashara yako, anapokuwa pamoja na wewe, atawavuta watu yeye mwenyewe, na watu watakuja kwenye shughuli yoyote unayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikwambie mpendo unayenisikiliza usiku wa leo, tunahitaji sana kibali cha Mungu. Tunahitaji sana Mungu awe pamoja na sisi ili tuweze kufanikiwa kwenye vile vitu tunavyovifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufunga na kuomba kutafungulia mlango wa kibali cha Mungu kiwe juu yako. Kwenye biashara, iwe umefunga unasema, Mungu sina kibali. Wewe ni unajua wapi hauna kibali, kwenye eneo gani. Kama ni mahusiano, ingia, amua leo kwamba mimi mwezi huu au wiki hii ninaomba kibali cha Mungu kiwe pamoja na mimi kwenye eneo la mahusiano, nipate kibali na nipate mtu sahihi. Kwenye eneo la shule, nipate kibali, Mungu aniinulie watu wa kunilipia ada. Nipate kibali niweze kupata pesa za mtaji. Nipate kibali niweze kupata kazi. Chochote kile ambacho unaona kabisa una experience kukataliwa, urudi kwa kufunga na kuomba ili Mungu akupatie kibali chake, ili Mungu atembee na wewe, ili Mungu afanikishe njia zako zote kupitia kibali chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini waga kuna faida, ziko faida nyingi za kibali cha kiungu, lakini leo nataka nikwambie faida moja. Unapotembea katika kibali cha kiungu, hata wachawi, waganga, miungu ya familia, chochote kile ambacho unajua kinapambana na wewe kukuloga, kukulaani, kuachilia roho za giza ili wewe usipate kibali. Ukiwa na kibali cha Mungu, faida ya kuwa na kibali cha Mungu mpendwa, hata wakikulaani kwa laana zao, hizo laana zinageuka kwa baraka.
Bwana Yesu asifiwe. Hii tunaipata wapi? Funua na mimi Nehemia 13 mstari wa 2. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Balaam juu yao ili awalaani, lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Naomba nirudie. Kwa sababu hawakuwalaki wana wa Israeli kwa chakula na maji, bali walimwajiri Balaam juu yao ili awalaani. Hebu sikia, walimwajiri Balaam juu yao ili awalaani, lakini Mungu aliigeuza ile laana kuwa baraka. Unapotembea katika kibali cha kimungu, ni Mungu kuwa pamoja na wewe kwenye maisha yako kwa 100%. Kwa hiyo Mungu anapokuwa pamoja na wewe, zile laana zinazotumwa juu yako zinabadilika kuwa baraka. Sio mimi naesema, ni Nehemia 13:2 inasema kwamba watakapoamua kukulaani, watakapoamua kukuloga, faida ya kuwa na kibali cha kimungu, hata wakikuloga, hata wakikulaani, hata wakikusemea mabaya, hata wakikuzushia. Hebu angalia Yusufu, alisingiziwa akafungwa, lakini nini kiliyotokea hapo? Baada ya kufungwa, mlango wa kuwa waziri mkuu ulifunguliwa kutokea gerezani, sababu walikuwa muota ndoto. Kwa hiyo nikwambie, mwana wa Mungu, hata faida ya kutembea katika kibali cha kimungu, hata wakikuloga, hata wakitaka kutuma makombora yao, kwa kuwa Mungu anakuwa anahusika na maisha yako kwa 100% zote, hata wakifanya chochote kibaya, laana hizo zinageuka kuwa baraka, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kupoteza muda, ninaamini umeelewa nini ufanye ili utembee katika kibali cha Mungu. Nimesema cha kwanza ni lazima uokoke. Cha pili ni kuwa mtu wa haki na mtakatifu na mtaua. Cha tatu kabisa, cha tatu nimesema ni lazima uwe mtu mkarimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa mkarimu, hii inafungulia baraka, hii inafungulia baraka kwenye maisha yako. Cha 4 ni kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo saa hii ya usiku huu tutaenda kuomba, mwana wa Mungu. Tutakapoenda kuomba, tunataka twende tukamwombe Mungu hatupe kibali chake. Maisha yetu tumetembea bila kibali, tumekwama vitu vingi kwenye maisha, ni kwa sababu hatuna kibali cha Mungu. Lakini usiku wa leo ninakuja kukuambia kwamba neema ya Mungu ya kutembea kwenye kibali chake iko usiku wa leo. Mahali ambapo umeexperience tabu, kukataliwa, kutokufanikiwa, nikwambie mpendwa, usiku wa leo tutatembea katika kibali cha Mungu ambacho kitatupeleka kwenye mafanikio yetu. Lakini kabla ya hivyo, ninataka kukualika wewe ambaye haujaokoka na unataka kumpa Bwana Yesu Kristo maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nimekuambia unapookoka unawezeshwa na Mungu kwenye kila eneo la maisha yako. Unakuwa mtoto wa Mungu na Mungu anakusaidia, anakuwa pamoja na wewe kwenye maeneo yote, na ndipo hapo utaanza kuexperience kibali cha Mungu. Mahali ambapo wenzako wanapata vitu kwa kustruggle, wewe hautapata kwa kustruggle. Mahali ambapo wenzako wanapata shida kufanikiwa, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, unatembea katika kibali cha Mungu, vitu vyako vitakuwa vyepesi, hautatoka jasho, hautapata shida kupata kitu, utavipata kwa urahisi na kwa wepesi. Kama ambavyo umewahi kusikia kuna wengine hawaitwi kwenye interview, wanaajiriwa moja kwa moja, ndivyo uta experience hicho kibali cha Mungu. Vitu kwako vitakuwa vyepesi, wala hauta struggle. Ni kwa sababu gani? Umeamua kumchagua
Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo unayenisikiliza, kama hujaokoka, hujawahi kumpa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au yamkini ulimpa Yesu Kristo maisha yako lakini ukarudi nyuma kwa sababu moja ama nyingine, nikukaribishe sasa uweze kufuatisha sala hii na uweze kuokoka. Basi nyoosha mikono yako juu na ufuatishe sala hii. Sema: Mungu Baba, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Niandike katika kitabu cha uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hongera sana mwana wa Mungu. Umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usitende dhambi tena, ili uendelee kuwa mwana wa Mungu na Mungu akuwezeshe katika maisha yako. Basi unaweza ukatutafuta kwa namba hizo zilizoko hapo kwenye screen, au kwa namba hii ambayo ninakutajia 0624. Kama umeokoka leo au una mahitaji mbalimbali, tutafute kwa namba hii 0624 453 111, 0624 453 111. Tunakukaribisha sana, tutafurahi kusikia umeokoka. Tutumie meseji kwamba wewe umeokoka leo, nasi tutakusaidia kukulia wokovu na kutembea katika njia ambayo itakusaidia sasa uweze kupata kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya hapo tutaingia kwenye maombi. Leo tunahitaji kuexperience kibali cha Mungu kwenye maeneo yote ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kwanza, fata zile taratibu na kanuni nilizokupa ili uweze kutembea kwenye hicho kibali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu, kwa hiyo ni lazima ufate kile ambacho yeye anataka, ndicho kitakupelekea sasa wewe uingie kwenye kibali cha kimungu. Kwa hiyo ninataka kuomba na wewe usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Funga macho yako, kaa kwenye utulivu. Naomba na mimi naposema na wewe sema, naendelea kusema. Unapopata muda, omba neema ya Mungu iendelee kukusaidia upate kibali cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi twende kwenye maombi. Mungu wangu na Baba yangu, Orana mashia rabusia karabasando robusia bradadabasaya. Usiku wa leo ninasogea mbele zako Bwana. Tunasogea mbele zako Jehova Shama. Tunaomba rehema, naomba toba Bwana. Mahali ambapo Bwana Yesu tumekukosea, tukafungulia mlango wa kukataliwa, tukafungulia mlango wa kutengwa, tukafungulia mlango ambao umetukosesha kibali mbele zako na wanadamu. Yehova, ninasogea mbele zako usiku wa leo. Ninaomba toba, ninaomba rehema, maana umesema tukiziungama dhambi zetu, wewe ni mwaminifu na wa haki, hata unatusamehe na kutusafisha udhalimu wote. Bwana, tumelisikia neno lako kwamba ili tutembee katika kibali cha kiungu ni lazima tuwe watii, ni lazima tuwe wanyenyekevu na wakarimu. Na sisi Bwana, usiku wa leo tumesogea mbele zako Bwana. Tumestruggle kwenye maisha yetu yamepita changamoto mbalimbali, ni kwa sababu tulikosa kibali chako. Tazama, Yusufu ulikuwa pamoja naye akastawi sana, naye akafanikiwa sana. Hata mahali ambapo alienda kufanya kazi alisababisha baraka. Inawezekana Bwana, sisi kwenye maisha yetu tumesababisha maafa kwa watu tunaokaa nao, tumesababisha hasara kwa watu tunaokaa nao, hata wakatufukuza. Breda bashia ramasuya kabrada dadabasaya. Usiku wa leo Bwana, tunasogea mbele zako. Ninaleta watoto wako hawa ria masheke brada dadabasaya.
Mungu turehemu, utusamehe. Mungu turehemu, utusamehe. Mahali ambapo hatukuwa watii, mahali ambapo tulikuwa na kiburi, mahali ambapo hatukuwa wakarimu, tukafungulia mlango wa kukataliwa, tukafunguliwa mlango wa kukataliwa. Hata majina yetu Bwana yametambulishwa vibaya. Rono shakarabosi ya ramandera zeda rabasika ya rabashika ya rabasika ya rabosi ya bradadadabasa. Usiku wa leo wako watu Bwana wanapita kwenye changamoto mbalimbali, ambazo hizo changamoto ni kwa sababu Mungu hauko pamoja nao. Nami Bwana, kwa huruma na rehema zako, Bwana, wafadhili watoto wako. Bwana, wafadhili watoto wako, uwafanikishe. Mungu, tunakusiwe pamoja nasi Bwana, uwe pamoja nasi Bwana, uwe pamoja nasi kama ulivyokuwa na Yusufu Bwana. Riko saya rabashika ya rabasika. Tumetembea peke yetu kwa muda mrefu, ndio maana tumekwama. Tumetembea peke yetu kwa muda mrefu, ndio maana hatujafikia kwenye mafanikio yetu. Tumetembea peke yetu, ndio maana arana mashia ramosia bradadadabasia hatujaona baraka bado za maisha yetu. Ni kwa sababu tumetembea wenyewe Bwana. Usiku wa leo tumetambua Mungu, wewe unapokuwa pamoja na mtu anafanikiwa na kustawi. Nasi Bwana, usiku wa leo ninaomba uwe pamoja na watoto wako, ninaomba uwe pamoja nasi Bwana, ili tuweze kufanikiwa na kustawi kwenye maeneo ya maisha yetu yote, kwenye maeneo ya maisha yetu yote. Kiria na masika ya ramashia ramandororobosi ya ramanda. Tazama Yusufu, kila alichoshika kwenye mikono yake kilifanikiwa Bwana. Nasi tunakusihi Baba, tunazileta biashara zetu Bwana, tunaleta kazi zetu na makampuni yetu Bwana, tunaleta ndoa zetu na mahusiano yetu Bwana, tunaleta rana masia rabushi ya bradadabasika Baba, mikono yetu Bwana mbele zako Baba. Uitakabali Yehova, bali Yehova, ili kila tunachokishika kikafanikiwe, ili kila tunachokishika kikafanikiwe. Riko saya la mashia la mana. Ninaombea mikono ya watoto wako, ninaiombea mikono ya watoto wako usiku wa leo. Isiwe mikono ya kuharibu, isiwe mikono ya kupoteza, isiwe mikono ya kuharibu vitu Bwana, bali iwe mikono itakayofanikisha kazi zao, bali iwe mikono itakayofanikisha ndoa zao, bali iwe mikono itakayofanikisha uchumi na mahusiano yao. Riko saya ramashia ramanda reda basika ya ramashia ramandura basika ya ramasika. Bwana, ninaomba uwafadhili watoto wako, uwafadhili Bwana wale wanaoomba kazi Bwana. Uende pamoja nao, uwafadhili wanaoomba kazi Bwana, wanaoomba mitaji ya biashara Bwana. Rika sando robosika Baba, wengine wanaomba mitaji ya biashara. Mungu, ninaomba uende pamoja nao, wafadhili Baba, ufungulie mlango ya wao kusaidiwa na kupewa fedha za mitaji. Riko saya la mashia ramanderere bosi ya ramaya jeka la basika ya ramashika Baba, ninaomba uachilie kibali machoni pa watu Bwana. Achilia kibali Bwana juu ya watoto wako, ili waweze kupata kibali machoni pa watu, ili waweze kupata kibali machoni pa mabosi, ili waweze kupata kibali kwenye makampuni walioomba kazi. Achilia kibali chako msimu wa huu Bwana, achilia kibali chako usiku wa leo Baba. Riko shandara masia ramani bredegesia ramandora bashia rabana Baba, achilia kibali chako Bwana, achilia kibali chako Bwana usiku wa leo, na kila mmoja ka experience kibali cha kiungu, na kila mmoja ka experience kibali cha kiungu. Yule ambaye hajawahi kuona kibali chako kwenye maisha yake Bwana, usiku wa leo kiachilie juu yake, kiachilie juu yake, kiachilie juu yake. Yule ambaye hajatafutwa kwa siku nyingi, ndugu wamemwacha, wamemtenga, rana moshia ramasika ya rabasika Bwana, kwa kibali chako rika sanda rabasika
watu wakamtafute, makampuni yakamtafute. Riko sando robosi ya ramandera katika jina la Yesu. Mungu, ninaamini, ninaomba na kuamini kwamba haya yamekuwa ya kwetu. Asante Bwana kwa kibali chako ulichokiachilia kwa watoto wako, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, iwe ni shuleni. Rika sando robosi ya ramande. Asante Bwana kwa kuwa watoto wako wanaenda kutembea katika kibali chako katika jina la Yesu, na kila mmoja Bwana anaenda ku-experience kibali cha kiungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Mungu, nimeomba na kushukuru. Amen and amen. Endelea kuomba kila unapopata nafasi ya kusikiliza. Waendelea kumwambia Mungu awe pamoja na wewe ili uweze kufanikiwa na kustawi. Endelea kumwambia Mungu aishike mikono yako ikafanikishe kila unachokishika. Na endelea kumwambia Mungu akufadhili mahali popote unapohitaji fadhila zake. Na umwambie Mungu aendelee kukupatia kibali machoni pa watu ili uweze kufanikiwa katika jina la Yesu. Ninakutamkia sasa unatembea katika kibali cha kiungu kitakachokupeleka kwenye mafanikio yako, ni katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana, na asante kwa muda ulionitegea sikio kusikia haya maneno. Nami ninakukabidhi usiku wa leo mikononi mwa Mungu, ukafanikiwe na ukapate kibali machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu, ni katika jina la Yesu. Barikiwe sana na usiku